uchungu ni kwamba kwenye mechi ya Berkane tumempata faini pekee. Hatukufungiwa mashabiki kuingia uwanjani. Kwenye mechi Al Masry tumepigwa faini na mashabiki kutoingia uwanjani. Kwa hiyo tunaitumikia adhabu hii ya kutoingiza mashabiki uwanjani kwenye mechi moja pekee, mechi dhidi ya Gaborone United. Lakini kwa kuwa ndani ya kipindi cha muda mfupi tumefanya makosa mara 3 katika mechi 3 tofauti, maana yake ni kwamba kuanzia sasa CAF watakuwa macho na sisi kweli kweli kwenye mechi zetu, kwa sababu wameshatuingiza kwenye listi ya timu zenye mashabiki ambao wanafanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana. Hivyo kwenye mechi zetu watakuwa wanatupia jicho kweli kweli kuangalia, je, Simba Sports Club atabehave kama ambavyo wanafanya ama kuna mabadiliko ambayo wameyapata. Kwa hiyo tuna kila sababu katika mechi zinazokuja tuoneshe ustaarabu, uungwana wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli, ili kuwaonesha CAF ya kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo tumeyapata ama kuna somo kubwa tumelipata kutokana na adhabu ambayo wametupatia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu zangu wana Simba, kuwaomba, kuwakumbusha na kuwaonya vile vile ya kwamba kuanzia hivi sasa tunapaswa kuchukua taswira mpya kwenye eneo letu la ushabiki ili kuepuka kupata adhabu za namna hii, adhabu ambazo zinatuathiri kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Kutokana na adhabu hizo, hasa za faini ambazo tumepigwa, tumekuwa tukipokea maombi na maoni mbalimbali kutoka kwa mashabiki wetu wakisema ya kwamba hili ni kosa letu, tunawajibika kuungana na klabu kwenye kulimaliza hilo kosa. Kwa maana ya kwamba mashabiki wametaka na wenyewe kuwa sehemu ya kupata maumivu ya makosa haya ambayo tunayapitia klabu ya Simba. Na maumivu yenyewe ni kuibeba faini ambayo tumetozwa na shirikisho la kandanda Afrika CAF, ambayo ni milioni 212, sawa na dola 85,000. Kwa mantiki hiyo basi, mashabiki wa Simba Sports Club kwa mapenzi yao na kwa kutaka kuisaidia klabu yao na kwa kutaka kuwajibika kwenye makosa tuliyofanya sisi wenyewe, mashabiki wameomba na wenyewe wachangie faini ili kuipunguzia klabu mzigo. Na kwa mantiki hiyo basi, na sisi Simba Sports Club tumebariki na tumeridhia mashabiki wachangie kwa namna moja ama nyingine kwenye adhabu hii ambayo tumepewa, hususan kwenye eneo la faini. Kwa mantiki hiyo basi, natangaza hapa namba za shabiki yeyote ambaye atahitaji kutoa ama kulipa ama kuchangia faini. Kama tutampata mtu shabiki mmoja ambaye atasabana, mimi nitalipa milioni 200 zote hizo, hatuna mashaka, tunamkaribisha sana. Kuna watu wako vizuri kiuchumi. Unakutana na tajiri kama Michael Nguli pale. Anasabane kamata milioni 200 hapo, hiyo lipeni faini kafu, alafu haturudi tena makosa namna hiyo. Wako watu namna hiyo, ndio bana? Au mavala anaweza akatulipia. Kwa hiyo kama mtu yupo anataka kulipa faini yote kwa ajili ya kuisaidia na watu na mapenzi, na hii timu. Namba za lipa namba tutazitangaza kwenye mitandao yetu ya kijamii ili wanasimba waweze kutoa huo mchango. Lakini hii ina taswira mbili. Inawezekana wewe ulipanga kwenda uwanjani siku ya tarehe 28 kwenye mechi hii ya ligi mabingwa Afrika. Kile kiingilio chako ambacho ulipanga kukitoa kwenye mechi, sasa kiingilio hicho kihamishie, twende tukalipe faini ya CAF.
Kama ulipanga kuingia kwenda kukaa mzunguko kwa shilingi 1500, basi ile 1500 yako tuwekee kwenye lipa namba hapo, tukalipe fine ya kafu. Kama ulipanga kwenda kuingia kwa platinum ya 1,500,000, ile 1,500,000 yako tuwekee humu kwenye lipa namba, twende tukalipe fine ya kafu. Kama ulipanga kwenda kukaa VIPB kwa shilingi 20,000, ile VIPB yako iweke humu kwenye lipa namba ya Simba Sports, twende tukalipe fine ya kafu. Tunataka kwa pamoja tushirikiane chini ya kampeni yetu mpya inayosema letu sote. Wote kwa pamoja, hili ni letu sote. Tumekosea pamoja na tunalazimika kwa pamoja tulibebe hili, twende tukalimalize. Lakini jambo la msingi ambalo ningependa kusisitiza kwa yule mwenye dhamira ya kutaka kuchangia kulipa faini hii, alipe kwenye namba husika ambazo tutazitoa. Usimtumie mtu mkononi, hasa kwa wale watu ambao wako nje ya nchi. Inawezekana system ya kulipa inamsumbua, akaamua kumtafuta mshikaji wake, bana nilipie. Hakikisha mtu utakayemtumia uwe unamwamini kweli kweli. Otherwise, fanya unachoweza kulipa, uweze kulipa kwenye lipa namba husika ya Simba Sports Club. Au kwa wale ambao wako nje ya nchi, tutawapa akaunti za Simba ili waweze kuingiza fedha moja kwa moja. Tunasema haya kwa sababu ya experience tuliyokuwa nayo. Wapo watu ambao sio waadilifu, mtu anapewa bana nilipie hiyo, alafu na yeye anafanya mipango yake. Ili kuepusha hayo, kila mtu alipe kwenye namba husika ya Simba Sports Club. Na kila siku from today night tutakuwa tunatoa updates mpaka sasa tumechangia kiasi gani. Lengo letu ni wana Simba tuibebe hiyo adhabu, twende tukalipe hii fine, ili kila mtu ayapate yale machungu anayotakiwa kupata, ili wakati mwingine twende tukajidhibiti wenyewe, tusifanye vitendo vya hovyo na hatimaye tusipate adhabu namna hiyo. Kocha mpya unaelekea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeendelea na scanning yetu ya kutafuta kocha, na kama ambavyo tulitangaza awali ya kwamba kocha Hemedi Morocco atasimamia mechi hii ya Jumapili, na baada hapo kuanzia wiki inayokuja tunayo imani na matumaini makubwa tayari tutakuwa tumeshapata kocha mpya, tutamtangaza na kumkabidhi timu. Kwa hiyo tuwe na subira. Wiki hii tuiache iwe ni wiki ya kuipeleka Simba hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa Afrika na chini ya mtaalamu Hemedi Suleiman Morocco. Baada ya hapo wiki inayokuja ndio itakuwa wiki ya kuzungumzia ujio wa kocha mpya. Swala mwisho ni hali ya kikosi. Kikosi kimerejea kambini jana mara baada ya mchezo kumalizika, na vijana wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Morali, ari pamoja na mzuka ni kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo huu. Tunaamini kwa ubora tuliouona jana dhidi ya Fountain Gate, kwa improvement ya kikosi cha wachezaji wetu, namna ambavyo wana shauku ya kufanya vizuri, namna ambavyo tumeona maingizo mapya yalivyoingia na kuimprove performance ya team, tunaamini kabisa tutakuwa na mchezo mzuri siku ya Jumapili, na tutakuwa na matokeo mazuri siku ya Jumapili, na hatimaye mnyama atakwenda hatua ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika. Hatuna mashaka hata kidogo, na hatuoni mtu yoyote wa kumzuia mnyama asiende hatua inayofuata. Timu bora tunayo, wachezaji wazuri tunao, na kocha wa viwango vya kutuvusha hatua hiyo Hemedi Morocco tunaye. Tunachokosa ni kimoja tu, ni mashabiki wetu, lakini insha Allah tutakutana hatua ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika. Asanteni sana.